Hivi kwa mfano nikitaka kuanza na kuku 500 mpaka niwafikishe sehemu ya kwanza kunilipa ama kunipa faida, ninatakiwa niwe na shilingi ngapi? Kwa sababu tumeshawaambia watazamaji kwamba kuku ni moja ya kazi ambazo mtu akizifanya serious zinaweza kabisa kumkwamua kutoka kwenye umasikini, na ni vizuri pia tukawaandaa watu kisaikolojia, tukawaandaa watu kuambia embu anzana, uwe na shilingi fulani kwa ajili ya banda, kwa ajili ya chakula ambacho nafikiri ni gharama zaidi hapo, mpaka watakapokuja kuanza kuingizia fedha na wao kujilisha wenyewe pasipo kukugharimu. Si lazima uwe na mahesabu kamili kabisa, lakini angalau unaweza kuwa na makisio ambayo yanaukaribia ukweli. Yeah. Ni kweli kwamba kwa wataalamu wanajua kuku mmoja anakula gramu ngapi. Ni vizuri ujue hilo ili uweze kujua kwamba kuku wangu kadhaa nitawalisha chakula kiasi gani kulingana na umri waliopo. Kwa sababu tunajua wakiwa vifaranga wanakula, lakini chakula hautanunua, yani utanunua lakini hawatagharimu sana. Unaona kwa hiyo kweli ni muhimu sana kujua budget, kujua makisio ya kiasi gani ambacho kinatakiwa. Hichi sasa mimi kwa sababu nataka tuwasaidie watu, ni vizuri wajue mimi nilikosea sehemu ikaleta shida na changamoto. Umeona kwa haraka sana kuku 500 mpaka wafikia hatua ya kukulipa. Sawa, yani ile sasa, yani tukisema kuku 500 kukulipa angalau 85%, uanze wawe wanataga. Umeona 85%, 90, 95. Umeona Napozungumzia hivyo maana yake uwe unakusanya mayai 480 kila siku, mayai 490, 95 kila siku. Hapo ndio tunasema sasa wameanza kurudisha kile ambacho umekitumia. Umeona? Sasa mpaka kufika huko, maana nilikaa na watu kwa haraka nilishauriwa niwe na budget kama ya 7.5 hivi. Kama 7.5. Umeona hapo maana yake ni chakula, dawa. Umeona hapo ni nje ya banda, ujenzi wa banda. Umeona kwa sababu inafikia wakati kuku wale wanaweza kula mfuko mmoja sawa kilogramu 50 kwa siku moja, kwa kuku takriban 500. Umeona tena wanakula mfuko mmoja na kidogo, yani kama mfuko mmoja ile wa kilo 50 kama na kilogramu 10 zaidi, yani kama kilo 60, 65. Umeona kwa hiyo ukipiga hiyo hesabu wale kila siku, maana yake ni kama inategemea na unakochukulia chakula bei. Inaanzia kwenye 45, sijajua 40, 45, 50 na kuendelea. Inategemea na mahali unaponunua na aina ya chakula unachochukua kwa level ya kuku walipofikia. Umeona kama hapa nataka utoe simu, utoe namba yako ya simu, kwa sababu viko vitu vingi sana humo ndani. Unamshauri mtu ajenge banda hivi, anunue chakula hiki, afanye vile. Mtu namba ya simu ili mtu anapotaka ili swali lijibiwe zaidi, apate maneno mengi zaidi, aweze kuwasiliana na wewe moja kwa moja. Namba yangu ya simu nitaje tena ni 0688 12 92 92. Namba rahisi sana. 0688 12 92 92 tena. Tutaandika hapa chini. Ni vizuri mtu afahamu kwamba naanza na kuku 500, kwa sababu kama Mtanzania anayetusikiliza yuko mahali ambapo anaweza akafuga, ana eneo na pengine anaweza kagangamala, akawa na mtaji labda ni milioni 3 tu, pengine unaweza kumwambia anza bwana, alafu mbeleni utakuja kufanya hivi. Si lazima uwe na ile milioni 7 kabisa au milioni 10 kabisa.
kwa sababu atahitaji ushauri. Ni kweli. Mimi hiyo 7.5 sikuwa nayo keshi mkononi kwamba sasa hii hela iko hapa, ikifika wakati nachukua tu, sikuwa nayo. Sasa mtu wapi atapata hela, nilipataje hela au ilikuwaje? Sasa hiyo ni mtu mwenyewe, lakini wewe tu hakikisha kwamba hata kama huna hiyo kwa wakati huo, itafikia wakati utakuwa na uwezo wa kuweza kupata kiasi cha pesa, kwa sababu haitumiki kwa mara moja. Sio kwamba inahitajika 7 kwa mara moja papo. Unaona lakini wakihitaji chakula, wale sio binadamu kwamba uta-negotiate, kwamba utawaambia sasa leo chakula hamna, kwa hiyo mnaonaje? Umeona? Wao wanahitaji chakula. Unaona? Ikifikia wakati wa kuwapa chakula unawapa, hawajui hicho. Na ukiwabania chakula, matokeo yake huko mbele hautapata matokeo mazuri. Na hizi hela tunazungumza 7 kuna mtu anadai kuku wananirudishiaje 7 na nipate faida? Kwa sababu swala sio kurudisha fedha nilioinvest, swala nipate faida. Hakuwa ananirudishia 7 milioni 10, nione faida kabisa, nianze kufurahia, nianze kusema kwamba kuku ananitoa kwenye umaskini. Maana anachotaka hapa ni mtu aone kwamba kuku ana uwezo wa kumtoa kwenye umaskini. Jambo ulipiga mahesabu ya mayai 400 na kitu kwa siku. Kwa hiyo yai moja shilingi ngapi? Kwa mfugaji kama huyo haitafaa kupiga hesabu kwa yai moja. Labda tuseme huwa yanauzwa kwa tray. Sasa bei za mayai zina kupanda na kushuka. Una ile price fluctuation. Kuna wakati mayai yanakuwa mengi, kuna uzalishaji unakuwa mkubwa kwa sababu watu wengi wanafuga. Inaweza kufika mpaka shilingi 7,000 kwa tray, mpaka 7,500. Lakini kuna wakati mayai tray moja ni mayai mangapi? Tray moja mayai au yako tofauti? Yanakuwaga ni sawa, mayai 30. Sasa mayai 30. Kwa hiyo ili uweze kujua tray ngapi, unachukua idadi ya mayai unayovuna. Kwa mfano labda unavuna mayai 490. 490. Hebu gawanya kwa 30. 16.3. Kwa hiyo hapo hizo ndio idadi ya tray. Kwa maana piga tu tray 16. Tray 16 piga tu mara 7 kwa labda kipindi labda yako mengi. 112,000. Hiyo ni inaingia kila siku. Kila siku. Sasa ukipiga 112,000 ukitoa gharama sawa za chakula labda na dawa na vitamin, labda tutoe labda 60,000. Unaona? 120 toa 60. Toa 60,000. Inabaki 60,000, si ndio? Basi 60,000 ndio unapata kila siku. Na naipata kwa muda gani kwa mfano? Kuku wa mayai ambao tunawazungumzia, kipata kuku wazuri ambao mbegu ni nzuri, wanataga mpaka miaka 2 bila kuacha. Miaka 2 wanataga kila siku. Siku 360 mara 2. 720 mara 60,000. Milioni 43. Naenda kufuga. Naweza ikakutoa hiyo. Hiyo ndani ya miaka 2. Miaka 2. Umetengeneza hela yako nzuri tu kama umezingatia kuwapa chakula, umezingatia kila kitu. Sasa hiyo maana yake unaweza kupata changamoto mbalimbali hapa katikati, pengine wakafa labda kwa ugonjwa au wengine wakakata kutaga, lakini angalau hata ukipiga kuku 400 tu bado watakusaidia. Umeona Kwa hiyo wana faida, na ukishafikisha miaka 2 au hata unaweza kumwaba baada ya mwaka na nusu ukasema
nimerudisha hela yangu na nini, nataka niwauze. Pia unawauza kuku, wanaenda kuliwa nyama. Umeona? Sasa ukipiga kuku 500 mara pige kuku 500. Kuku 500 ukauza labda mara 10,000 tu, kwa sababu wanakuwa wakubwa kabisa. Milioni 5. Umeona Milioni 5 unaweza kununua tena kuku wengine kama wale 500 au zaidi. Unaweza kununua kuku 500 na ukapata na chakula, ukapata kila kitu. Kwa hiyo ina maana umetengeneza faida miaka hiyo yote, na hii umewauza pia umetengeneza faida yako nzuri tu. Tunapozungumzia milioni 40, milioni 40 na kitu, milioni kama 50 kwa kuku 500 tu, ambapo una possibility ya kufuga kuku hata 3,000. Ina maana ni biashara ambayo inaweza kumkwamua mtu kabisa. Kabisa. Deserves. Inastahili kitu. Sema kitu cha msingi na cha kuzingatia ni kwamba fanya kile kitu ambacho unakiweza kukifanya. Sio mimi nimeweka kuku 500 alafu na mtu mwingine akasema kama ni hivyo ameniambia haina haja hata ya kusema ujipange sana, ngoja na mimi niweke kuku 500. Inaweza kaja kukosti mbele. Kwa sababu mimi mwenyewe sio kama sijapitia misukosuko. Nimepitia misukosuko ya kukosa pesa. Umeona? Kuna wakati yani unaona kabisa na kuelekea siku. Umeona na kukunja. Unahangaika hivyo na hivyo unapata, unaenda. Umeona Sasa hicho sio kitu kizuri. Lazima ufanye kile ambacho unaweza kukifanya. Ni lazima niwe wazi. Unajua nataka watu waamini kile ambacho ninachokisema. Kwa hiyo lazima tuwaambie kwamba kuna makosa mahali unaweza kufanya. Yani nimeenda kwa hali moja imenikosti sana, sana kuwasogeza mpaka hapo walipofikia. Unaona Kitu kingine kinachosaidia ni uaminifu. Kaka, hamna kitu kikubwa na mtaji mkubwa sana kwa binadamu yoyote kama uaminifu. Na ni kitu ambacho watu wengi wamekikosa kwenye dunia hii, uaminifu. Ukiwa mwaminifu, unaweza kufanya kitu chochote kile na ukafanikiwa. Sasa uaminifu, mimi mfugaji. Niwe mwaminifu wapi? Kwa mfano, umepata mtu amekudhamini kukupa chakula. Huna pesa. Umeona huna hata 100. Lakini kwa sababu ya uaminifu uliokuwa nao kwake, akakupa chakula. Ukamtafutia pesa yake, ukamlipa. Yule mtu unamtia moyo. Umeona Ukiwa mwaminifu unadhaminika. Uaminifu ni mtaji. Umeona Hicho ndio siri ambayo naweza nikawamegea watu katika maisha ili waweze kufika. Kuwa mwaminifu. Basi uaminifu mahali popote pale utakuweka juu. Hivyo. Nimekuelewa sana. Kwa hiyo sio kwamba nilikuwa na keshi na nini, lakini najua kabisa kwamba nikienda kuchukua nina uwezo wa kupata fedha hata kama imechelewa, lakini naweza nikapata. Nikipata hii hela siwezi kwenda kuipeleka mahali pengine popote. Lazima niende nikapeleke kwa watu. Na kuna wakati unaenda na keshi unanunua. Umeona unanunua. Kwa mfano mwanzo unaanza lazima uende ununue na nini. Lakini baadaye hivyo na Mungu pia, unajua ukiwa mwaminifu kwa Mungu utakuwa mwaminifu pia kwa watu wengine. Kwa hiyo Mungu kwanza. Mheshimu Mungu.